Naam kabisa, tupo na mchambuzi wa mpira chipkizi anayekwenda kwa majina ya Yasini, naye tupo hapa naye katika uwanja wa Azam Complex mara baada kutoka kuangalia mchezo wa Azam FC dhidi ya Al Merreikh kutoka Sudani, na mchezo umemalizika kwa mabao 2-0. Kwa hiyo Azam FC amefuzu kwenda hatua ijayo kwa ushindi wa magoli 4 mkononi. 2 kapata kule Sudani, 2 kapata hapa Tanzania Chamazi Complex, na kituo kinachofuata ni kucheza na KMKM ya Zanzibar. Wewe kama wewe mchambuzi kwa mpira ulivyoangalia siku ya leo, wewe ulizane Azam walikuwa bora maeneo gani mpaka kupata ushindi mwingine wa magoli 2-0 hapa Chamazi Complex? Kwanza kabla ya yote tuwashukuru Azam, wameweza kucheza vizuri. Pili, eneo waliokuwa bora walikuwa eneo la katikati, kwa maana walikuwa na Sadio Kanute, walikuwa na Faisal Salum, waliweza kuazidi Al Merreikh na kutawala mchezo. Unajua katika mpira eneo mama kabisa ambao timu inategemea ni eneo la kati. Eneo la kati likiwa linazingua, ikiwa linakosewa sana, hasa timu huwa inazidiwa. Kwa hiyo Azam eneo la kati walikuwa bora zaidi. Tunaona sasa hivi naweza kusema kwamba timu ambazo zina uhakika kufuzu hatua ya makundi msimu huu kwa timu za Tanzania ni KMKM na Azam FC, kwa maana wao ndio timu mbili ambazo zinatoka Tanzania ambao wakishinda yoyote hapa anaenda hatua makundi katika kombe la shirikisho barani Afrika. Nielezee kwa uchache mchambuzi wangu. Azam na KMKM mechi inofuata, ni yeyote nampa nafasi, kwa maana huu ni mpira, kwa maana yeyote anaweza kupata nafasi na kuendelea na mashindano, lakini nampa nafasi kubwa Azam kwa maana wana wachezaji ambao wana uwezo wa kuamua mechi, wana wachezaji ambao washacheza mashindano makubwa, wana mtu kama Sadio Kanute, wana Faisal Salum, wana Idi Nado. Kwa hiyo ni wachezaji ambao muda wote wana experience, wana uwezo wa kuamua matokeo muda wote. Lakini pili, ni benchi la ufundi walionalo likiongozwa na Mwalimu Ibenge, ni kocha ambaye kwanza anajua kilichomleta ni kufanya kazi, anataka mashabiki wapate furaha na viongozi wake wapate furaha, huwa anatumia mbinu mbadala. Lakini pia Mwalimu Ibenge ukiangalia historia yake ni kocha ambaye amefika fainali mara nyingi, na hapa Tanzania kashafika, akacheza na Young Africans. Tumeona 2021 2022 aliweza kufanikiwa kumfunga Young Africans. Kwa hiyo kwa upande wa Azam wameweza kupata kocha bora. Pia tuna kituo kinachofuata ni Benjamin Mkapa. Leo hii pia kulikuwa na mchezo mwingine wa kufuzu kwenda hatua inayofuata. Yani leo ulikuwa unacheza second leg ambao Simba Sport Club akimkaribisha Gaborone kutoka Botswana, mechi kaisha sare ya 1-1. Wewe kama wewe unadhani Simba Sport ya sasa hivi wanapitia gumbizi gani mpaka wamekuwa sasa hivi wanapata matokeo kwa kusuasua? Kwa upande wa Simba kwa matokeo sasa hivi wanaopata, naona hayahusisha hata mashabiki. Sio kwamba kocha ni wenyewe, wachezaji wenyewe wameshuka morali baada ya mechi yao ile ya dabi ya Kariakoo. Naona wachezaji ni kama wanalazimishwa. Ukiangalia mechi ya leo, Gaborone kama angekuwa makini katika eneo lao la kushambulia leo, basi Simba angeweza kutolewa. Unaona kabisa Gaborone walikuwa wapo vizuri eneo la katikati, waliweza kuwawini wakina Alassane Kante, waliweza kumuwini Jashazi Awa na Yusuf Kagoma. Kagoma alishindwa kupiga hata zile long pass kufikia yule namba 9 wao Jonathan Soa. Lakini pia eneo la pembeni kwa Anthony Ndigo napo ilikuwa ni njia mojawapo ya kupita. Unaona mashambulizi mengi yalianzia kule, wanafika katika eneo la 18 wanashindwa kumalizia. Kwa hiyo lakini Simba wakatumia ukubwa wao walionao, kwa maana ya reki, wakatumia ule ukubwa wao kwamba mashindano haya sisi ni wakubwa zaidi yenu, wamefanikiwa kuweza kuendelea na mashindano. Kwa matokeo haya waliopata inaleta taswira mbaya kuelekea mchezo wao unaofuata wa mbele wa kufuzu kwenda hatua ya makundi? Hapana, haiwezi kuleta taswira mbaya. Ukiangalia Mohamed Suleiman Morocco ndio mechi yake ya kwanza, kwa hiyo anajua makosa leo aliyofanya, naona ataenda kuyafanyia kazi. Lakini hawezi kufanya kosa bila kujua, hawezi kufanya kosa bila kujua kosa, si ndio? Kama hawezi kujua hivyo, kwa Mwalimu Morocco anajua eneo la katikati. Mechi ya leo watu walikuwa wamestago, eneo la pembeni watu walikuwa ndo wanatumia njia kupita. Kwa hiyo na imani mechi ijayo Simba
wataweza kuwalizisha mashabiki wao na pia kuitangaza Tanzania kwa ujumla. Bwana Yasin, nikutakie usiku mwema. Asante sana. Ilikuwa ni 4-1. Kibu Dennis Prosper nyota Mzizi akaikuta akaiweka pabaya.